Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, Balozi Dr. Pindi Chana, naomba nitoe kwa ufafanuzi mambo matano ambayo ni mafanikio matano katika sekta ya utalii kwa kipindi cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa na maono makubwa, akafanya filamu ya Tanzania The Royal Tour, na filamu hii kwa kweli imetuletea mageuzi makubwa sana katika sekta ya utalii. Tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mageuzi hayo au mafanikio hayo katika sekta ya utalii yamejikita katika mambo yafuatayo. Idadi ya watalii. Tumeona idadi ya watalii iliongezeka. Kama mnavyojua, filamu hii ilikuja kwa muda mwafaka, kipindi ambapo dunia ilikuwa imefungiwa kusafiri, na sekta ya utalii ni moja ya sekta iliyokuwa imeathirika kwa kiasi kikubwa na janga la uviko. Kwa hiyo mama akawaza, dunia sasa baada ya janga la uviko watakuwa wanawaza waende wapi. Kwa hiyo katika pitapita za watalii wakakutana na filamu ya The Royal Tour, wakaopti kuja Tanzania, na ndio tunaona idadi ya watalii imeongezeka. Mfano, mwaka 2021 wakati wa uviko, idadi ya watalii wa kimataifa waliotembelea Tanzania walikuwa 920. Lakini mwaka 2024 idadi ya watalii wa kimataifa waliotembelea Tanzania walikuwa takriban 2.1 milioni. Makofi kwa Mama Samia. Sio tu idadi ya watalii wa kimataifa, hata idadi ya watalii wa ndani. Idadi ya watalii wa ndani pia, Watanzania wamekuwa na hamasa sana ya kutembelea vivutio vyetu tofauti na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Mfano mzuri, mwaka 2021 Watanzania waliotembelea vivutio vyetu vya utalii kwa mwaka 2021 walikuwa takriban 700,000. Lakini mpaka kufunga mwaka 2024 watalii wa ndani au Watanzania waliotembelea vivutio vya utalii walikuwa 3.2 milioni. Ninasema mafanikio haya kwa kujiamini, kwa sababu ilani ya Chama cha Mapinduzi ilituelekeza kufikisha watalii 500,000, na sisi Wizara ya Maliasili na Utalii tumefikisha watalii 5,300,000 mwaka 2024. Pongezi nyingi kwa wizara. Idadi ya watalii inaenda sambamba na mapato kama daktari alivyosema. Mapato yatokanayo na shughuli za utalii nayo yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mfano, mwaka 2021 wakati janga la uviko, mapato yatokanayo na shughuli za utalii yalikuwa dola za Kimarekani bilioni 1.3. Lakini baada ya filamu ya The Royal Tour mwaka 2024, mapato yatokanayo na shughuli za utalii yaliongezeka na kufika dola za Kimarekani bilioni 3.9, na kuifanya sekta ya utalii kuwa sekta ya kwanza kwa kuongoza foreign earning kwa nchi ya Tanzania, ikifuatiwa na madini. Kwa hiyo sisi sekta ya utalii tunaongoza kwa foreign earning kwa nchi ya Tanzania. Makofi mengi kwa Mama Samia. Ukiachia mapato na idadi ya watalii, Mheshimiwa Rais alikuja na filamu nyingine tena. Filamu hiyo ilijikita kwa soko la China ambao tunaita kwa jina la Amazing Tanzania. Filamu hii imeasisiwa na Mheshimiwa Rais akishirikiana na Mheshimiwa Rais Mwinyi pamoja na mcheza filamu mashuhuri wa China ambaye kwa jina anaitwa ndugu Jingdong. Filamu hii kwa kweli imetuletea mageuzi makubwa kwa watalii kutoka China. Mfano, mwaka 2023 tulifunga mwaka na watalii 44,000 kutoka China. Lakini baada ya uzinduzi wa filamu hii ya Amazing Tanzania iliyochezwa ndani ya Tanzania bara na Tanzania visiwani, idadi ya watalii kutoka China imeongezeka na kufika watalii 69,000, sawa na ongezeko la 57%. Kwa hiyo mama kwa kweli amejitoa kwa sekta hii ya utalii. Hatuna budi kumsifu sana kwa mageuzi haya katika sekta yetu. Vile vile sekta ya utalii au Tanzania imeendelea kutambulika kimataifa. Imeendelea kutambulika kimataifa na kushinda tuzo mbalimbali za kimataifa. Mwaka 2024 Tanzania ilishinda tuzo kubwa duniani, yani World Leading Safari Destination, zinazotolewa na World Travel Award. Kwa hiyo duniani kote Tanzania ni World Leading Safari Destination.
Kwa kweli tunahitaji kujipongeza sana, na kwa kujiamini tunaweza kusema Tanzania inaonekana kwenye vinara vya dunia kote. Lakini tuzo hizi zinazotolewa na World Travel Award kwa bara la Afrika iliwezesha Tanzania vile vile kushinda kama Best Africa Destination kwa mwaka 2024, na mlima Kilimanjaro uliweza kushinda tuzo ya Best Attraction in Africa, na hifadhi ya taifa ya Serengeti iliweza kushinda tuzo ya Best Africa National Park, na vile vile Bodi ya Utalii ya Tanzania yani TTB iliweza kushinda tuzo ya Best Africa Tourist Board.